chama chochote, lakini chama kitachoruhusu ushoga naunga mkono ushoga. Mambo haya ya kishetani haya, Mungu ataondoa mkono wake, pata kuwapa gumu. Yaani nasema Chadema ishike nchi hii, iruhusu ushoga. Watanzania mtalia kilio cha kusema afadhali tulivyokuwa na CCM. Sasa ikifika wakati nchi inakuwa imeruhusu, Mungu akaondoa mkono wake, panakuwa kuzimu hapa, panakuwa kuzimu. Itakuwa ni afadhali sasa kuliko wakati huo ambao mtasema tuna kiongozi ambaye anatuongoza vizuri, rasilimali zinatumika vizuri, gharama ya maisha ni ndogo, lakini mko kwenye nchi ambayo wanaume kwa wanaume wanaoana, wanawake kwa wanawake wanaoana. Mungu akaondoa mkono wake hapo, patakuwa pagumu sana. Uwaji itakuwa kitu cha kawaida. Kama hapa nilikusomea, watu wasiompenda Mungu, linakuwa taifa la namna gani? Ni afadhali tuwe na chama ambacho kitakuwa kinatuumiza, lakini Mungu akawa tutazama, kuliko kuwa na chama kinachotufurahisha lakini Mungu atazami. Mkono wa Mungu ameondoa juu ya hilo taifa, patakuwa pagumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Nimekutana na hii video, imenishtua sana. Hebu tuisikilize. Ndugu wa Tanzania, sisi ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao baadhi yetu ni viongozi tunaowakilisha jamii yenye kushiriki mapenzi ya jinsia moja hapa nchini mwetu, ambao ni wasagaji, wasagwaji, waliobadilisha jinsia, mabasha na mashoga. Leo kwa umoja wetu tumeamua kuzungumza nanyi wa Tanzania wenzetu, ingawa tumezifunika nyuso zetu kwa sababu za kiusalama. Ndugu wa Tanzania wenzetu, kufuatia matamko ya hivi makaribuni, kufuatia maazimio ya Bunge la Umoja wa Ulaya, ambapo pamoja na mambo mengine Bunge la Umoja wa Ulaya limetuheshimisha kwa kutaka na sisi kutambuliwa rasmi na kuheshimiwa kama ambavyo jamii nyingine za Kitanzania zinavyoheshimiwa hapa nchini mwetu. Hata hivyo, shukrani kubwa nyingi na za dhati tunazitoa kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hasa kwa mwenyekiti wake Mheshimiwa Tundu Lissu kwa kutekeleza ahadi waliotuahidi na kwa kusimamia ahadi hiyo kwa vitendo, kwa kupelekea vilio vyetu vya muda mrefu kwa jumuiya mbalimbali za haki za kibinadamu pamoja na Bunge la Umoja wa Ulaya. Sisi kama jamii yenye kushiriki mapenzi ya jinsia moja, tunawaomba Watanzania wenzetu, haswa viongozi wetu wa dini, kuacha kututenga, kutubeza na kutunyanyapaa, kwani kufanya hivyo ni kinyume na haki za binadamu. Lakini pia zisitumiwe dini kwa kutulenga vibaya. Kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu, kila mmoja ana uhuru wa kuabudu dini anayoiamini, ili mradi dini hiyo isikiuke sheria za nchi au hata kutokuwa na dini yoyote ile, kwa sababu nchi yetu kwa mujibu wa katiba na sheria zetu haina dini. Aidha, tunatoa wito kwa taasisi mbalimbali za haki za binadamu, asasi za kiraia pamoja na vyama mbalimbali vya siasa nchini kupaza sauti zao kwa ajili ya kuheshimu haki zetu kama ambavyo sisi tunaheshimu haki za jamii nyingine. Pamoja na hayo, tumeungana na taasisi mbalimbali za haki za binadamu, viongozi mbalimbali pamoja na Bunge la Umoja wa Ulaya kwa kutaka kuachiliwa mara moja bila masharti yoyote mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa Tundu Lissu, kwa sababu tunaamini kesi aliyoshtakiwa nayo ni kesi ya kupangwa dhidi yake kwa sababu ya utetezi wake wa haki za binadamu kwa Watanzania wote bila ubaguzi. Pamoja na mambo mengine, tunaunga mkono no reforms, no election, kwa sababu zikifanyika reforms tunaamini zitalinda haki mbalimbali zikiwemo haki zetu sisi, kama ambavyo tumekuwa tukizililia haki hizo kwa muda mrefu. Asanteni kwa kutusikiliza. #Tanzania bila kubaguliwa kwa wapenzi wa jinsia moja na kuheshimiwa kwa haki zao inawezekana. Tanzania bila kubaguliwa kwa wapenzi wa jinsia moja inaheshimiwa kwa haki zao inawezekana. Okay, sasa kwa maneno haya, kwa maelezo haya, hawa viumbe wanamtaka Lissu atolewe gerezani kwa sababu ni mtetezi wao. Mimi nakuwa na mashaka kwamba ndani ya nchi hii tutakuja kupata kiongozi mwadilifu kupitia chama cha siasa. Nimekata tamaa kwamba kuna chama cha siasa kitakuja kuongoza taifa hili, kikawa na uadilifu, kikayafanya mapenzi ya Mungu sawa sawa. Kuna kipindi fulani huyu Lissu alishawahi kusema kwamba
niseme ambacho nimekisema all along. Nimesema na narudia kusema, mimi naunga mkono ushoga. Nikikumbuka yale, nikisikiliza na maelezo ya hawa viumbe, na kuwa na mashaka zaidi kwamba inawezekana huyu bwana anayosemewa ni kweli. Kama hawa viumbe wanaimba no reforms no election kwa sababu wanahisi Lissu akiwa kiongozi, au wanahisi reforms zikifanyika, sheria mbalimbali zikafanywa marekebisho, wao watapata uhuru au wigo mpana wa kuendelea kufanya upumbavu wao ndani ya ardhi ya Tanzania hii, juu ya ardhi ya Tanzania hii. Mimi nasema ni afadhali tuishi maisha magumu, tuendelee kuumia tukiwa na CCM, kuliko kwenda maisha ya raha, maisha yakiwa mazuri tukiwa kwenye nchi inayoongozwa na chama ambacho kitakuwa kinaruhusu masuala ya ushoga, kitafanya ushoga ni swala haki ya binadamu. Ninachosema, Mungu ataondoa mkono wake juu ya taifa kwa sababu ya upumbavu huu. Hakutakuwa na raha. Biblia inasema ni afadhali mego kavu palipo na amani. Yaani afadhali ule ugali mgumu mahali ambapo Mungu atakuwa anakutazama. Ni heri upigwe na Mungu kuliko upigwe na shetani. Ni afadhali upigwe na Mungu kuliko upigwe na shetani. Mungu akiondoa mkono wake, kwa sababu taifa limeruhusu ushoga na usagaji kuwa ni sehemu ya maisha ya kawaida kwa mwanadamu, ni haki za kila mwanadamu. Nasema Mungu akiondoa mkono wake, patakuwa pagumu zaidi. Tanzania patakuwa pagumu zaidi. Afadhali ugumu ambao tunakutana nao tukiwa na CCM kuliko ugumu tutakutana nao tukiwa na Chadema ambayo itaruhusu ushoga, tukiwa na Chadema ambayo itaruhusu mapenzi ya jinsia moja, tukiwa na Chadema ambayo itafanya mambo haya kuwa ni haki za binadamu. Mimi nachoomba ni afadhali. Ila kitu ambacho sikipendi kwa CCM ni maswala ya kunyamazia utekaji, maswala ya kunyamazia mauaji. Mimi nachosema siku zote, mkifanya vizuri mtapata kibali. Hakutakuwa na haja ya kumwaga damu ili waweze kubaki madarakani. Hakutakuwa kuna haja ya kuendelea kutawala kwa kumwaga damu. Mkifanya tu vizuri mtapata kibali. Sheria za nchi zinakataa masuala ya ushoga. Sheria za nchi zinakataa vikali sana, na adhabu yake ni kubwa sana watu ambao wanajihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Ingawa hata hivi bado yapo, sioni ile nguvu kubwa ya kupambana nayo, lakini ninavyohisi hawa jamaa watayafanya kuwa mepesi sana. Nimekata tamaa kwamba tutaweza kuja kupata kiongozi atakayesimama sawasawa na mlengo wa Mungu kumuumba mwanadamu. Kiongozi ambaye atapinga kila namna zinazoenda kinyume na asili ya mwanadamu. Nimekata tamaa. Yaani Tanzania patakuwa ni kuzimu kama tutakuwa tunaishi maisha mazuri ya furaha, lakini ushoga ukaendelea. Huko Ulaya wanaishi kama kwamba maisha mazuri, lakini ushoga unaendelea, usagaji unaendelea. Ile nchi ni kuzimu, Ulaya ni kuzimu. Kwa sababu hiyo, Mungu akishaondoa mkono wake juu ya taifa, panakuwa pagumu sana. Hiyo amani na hiyo lamba mtakuwa mnaitafuta, hamwezi kuipata. Tonge lenye mchuzi litakuwa linaingia kinywani, lakini huku ukiwa unaumia moyo, pakiwa pagumu sana. Yaani afadhali uishi maisha magumu Mungu akiwa anakutazama. Afadhali muishi kwa shida mkiumia, lakini Mungu akawa hajaondoa mkono wake juu ya taifa. Lakini muishi maisha mazuri, maisha ambayo mnasema ni afadhali, huku Mungu ameondoa mkono wake, patakuwa mgumu sana. Mungu amekataa ushoga tangu zamani, ni chukizo kubwa sana. Katika kitabu cha Mambo ya Lawi sura 20 mstari wa 13, Biblia inasema, tena wanamume wakilala pamoja na mwanamume kama lalavyo na mwanamke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao. Watauawa na damu yao itakuwa juu yao. Katika kitabu cha Warumi sura ya 1 kuanzia mstari wa 26 anasema, hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume wakiatenda asiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Sasa Mungu anawaacha watu wafuate tamaa zao. Patakuwa pagumu sana Mungu asipokuwa mtetezi, asipokuwa katikati ya watu. Patakuwa pagumu sana. Yaani hapa siamini chama cha siasa kwamba kinaweza ikawa msaada. Siamini.
Nia yangu na lengo langu, mapenzi yangu, aweko mtawala, kiongozi atakayetoka chama chochote, ila awe mwadilifu, atakayesimamia asili ya uumbaji wa Mungu. Hilo tu. Masuala ya kuuana yasiwepo, masuala ya kutekana yasiwepo, mtu kumuumiza mtu mwingine kuona ni kawaida, haya yasiwepo. Kila mmoja amuone mwenzake ni kama yeye. Kiongozi atakayesimamia asili ya uumbaji wa mwanadamu, kila mtu amuone mtu mwenzake ni kama yeye, amwangalie mwingine kama anavyojiangalia yeye, ampende mwenzie kama anapenda yeye. Kumuua mtu mwingine isiyo kitu cha kawaida, kumteka mtu mwingine isiyo kitu cha kawaida. Tutakuwa vizuri sana kwa chama chochote, lakini chama kitachoruhusu ushoga, kitachoruhusu mambo haya ya kishetani haya, Mungu ataondoa mkono wake, patakuwa pagumu. Yaani nasema Chadema ishike nchi hii, iruhusu ushoga. Watanzania mtalia kilio cha kusema afadhali tulivyokuwa na CCM. Mtalia kilio kigumu sana. Hata kama hawayazuii sana haya mambo, lakini kuonekana tu kwamba wapo kinyume nayo, kwamba nchi inatambua kwamba haya mambo sio sawa, ni afadhali hivyo kuliko nchi ambayo itakuwa inaongozwa na chama ambacho kitakuwa kinaona kwamba haya ni sawa, wakawa na uhuru wa kuyafanya hayo. Mungu ataondoa mkono wake na atawaacha mfuate tamaa zenu zisizofaa. Malipo yake ni nini? Nisikilize. Mstari wa 28 Warumi sura ya 1 anasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye wasioyapasa. Mungu akiwaacha nchi mfanye yasiyopasa, patakuwa pagumu, patakuwa pagumu. Mauaji yatakuwa zaidi, utekaji utakuwa zaidi, dhuluma zitakuwa zaidi ya hivi vilivyo. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa ya ubaya, wamejaa na usuda na uuaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiotii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda nyama zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo wala si hivyo tu, bali wanakubaliana na hao wayatendayo. Panakuwa pagumu sana. Yani uuaji utakuwa zaidi, mauaji yatakuwa zaidi, mtu kumuua mtu mwingine atakuwa zaidi, kwa sababu ule ubinadamu unakuwa umeshaondoka. Yani hata mauaji yanayoendelea sasa ni kwa sababu ya kuto kupingana vikali na masuala haya. Sasa ikifika wakati nchi inakuwa imeruhusu, Mungu akaondoa mkono wake, panakuwa kuzimu hapa, panakuwa kuzimu. Itakuwa ni afadhali sasa kuliko wakati huo ambao mtasema tuna kiongozi ambaye anatuongoza vizuri, rasilimali zinatumika vizuri, gharama ya maisha ni ndogo, lakini mko kwenye nchi ambayo wanaume kwa wanaume wanaoana, wanawake kwa wanawake wanaoana. Mungu akaondoa mkono wake hapo, patakuwa pagumu sana. Uwaji itakuwa kitu cha kawaida. Kama hapa nilikusomea, watu wasiompenda Mungu, linakuwa taifa la namna gani? Nasema nimekata tamaa kwamba tunaweza kuja kupata kiongozi mwadilifu kupitia chama cha siasa. Mungu asaidie sana kuweza kuyafikina kwa tafakari haya. Yani ni afadhali tuwe na chama ambacho kitakuwa kinatuumiza, lakini Mungu akawa tutazama, kuliko kuwa na chama kinachotufurahisha lakini Mungu atazami. Mkono wa Mungu ameondoa juu ya hilo taifa, patakuwa pagumu sana. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliaye kutoka gerezani. Yeye anasema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Hili mtu yule atakayeuawa tangu sasa apate kupumzika mara baada ya taabu zake. Yesu Mungu mkuu, mhukumu wa haki, anakuja, naye anakuja kumlipa kila mtu sawasawa na kazi zake. Hii ndio maana neno Maranatha. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.